Kitu ambacho hakipendezi ni ile kutaka uhuru wa kufanya fujo za kisiasa. Labda tumemaliza uchaguzi, serikali imeundwa, kinachotakiwa kuendelea ni kujenga nchi. Uwe una chama gani, uwe una chama gani, uwe una chama gani, wote mnakuja pamoja, mnajenga nchi yenu. Ndicho kinachotakiwa kuwa. Lakini kinapotokea chama, wao wanataka kuitisha tu maandamano kila siku, maandamano yasiyo mwisho, maandamano sio yasiyo nini. Labda leo mkutano huko, kesho mkutano huko, fujo, vurugu. Ile Tanzania unayoongoza sasa hivi ina uhuru na demokrasia ya kutosha, uhuru wa kujieleza? Wewe mwandishi wa habari, toka umefika umesikia vyombo vya habari vimelalamika? Hakuna chombo kinalalamika. Kuna uhuru wa kutosha, wanajieleza. Na wanajieleza mpaka wanavuka mipaka saa nyingine. Lakini kwa sababu kiongozi inabidi mvae ngozi ngumu, muangalie. Lakini wakati mwingine kusema kwao, bora umpe mtu nafasi ya ku-offload alicho nacho, atoe, umsikie. Kama kiongozi unasema, kumbe kuna lalamikiwa hiki, basi unakifanyia kazi. Kuliko ukiwabana, hawasemi, hujua wanafukuta na nini ndani, ile. Sasa Tanzania kuna uhuru wa kutosha sasa. Vyombo vyote vya habari viko huru, anayefuata sheria, anayefuata maadili ya kazi zao, wako wanafanya kazi zao. Demokrasia ya kisiasa? Demokrasia ya kisiasa, yes, ipo. Na hapa naomba nitofautishe baina ya demokrasia ya kisiasa na fujo za kisiasa. Demokrasia ya kisiasa ni nini? Demokrasia ya kisiasa, tuna vyama vya siasa, wana vyombo vyao, wanajadili mambo yao. Kwa mfano baraza la vyama vya siasa, huko wanajichagua wenyewe, wanajadili mambo yao ya kisiasa, wanaelewana huko. Kuna kamati ya vyama vyenye wabunge bungeni, na wenyewe wanayakwao, wanakaa, wanazungumza, wanajadiliana huko. Lakini kuna vyama vyenyewe vya siasa ambavyo vimeundwa na katiba zao, na kwenda kwao au kufanya kazi kwao kunategemea katiba zao. Kwa mfano, chama changu, Chama cha Mapinduzi, katiba yangu inaniambia labda katika mwaka nitakuwa na vikao viwili vya halmashauri kuu ya chama, labda vikao 6 vya kamati kuu, na vikao vingine katika ngazi za chini, mikoa na wilaya. Na hivyo vikao vimeelezewa wajumbe ni nani na kila kitu. Hivyo vikao vinaendeshwa bila bugudha, bila kuomba ruhusa polisi. Kwa sababu katiba imeshaelezwa na imepita kote na inajulikana. Na vivyo hivyo vyama vingine vyote vina katiba zao, zina system zao za mikutano, wajumbe wao ni kina nani. Hizo wako free kufanya wakati wowote. Kitu ambacho hakipendezi ni ile kutaka uhuru wa kufanya fujo za kisiasa. Labda tumemaliza uchaguzi, serikali imeundwa, kinachotakiwa kuendelea ni kujenga nchi. Uwe una chama gani, uwe una chama gani, uwe una chama gani, wote mnakuja pamoja, mnajenga nchi yenu. Ndicho kinachotakiwa kuwa. Lakini kinapotokea chama, wao wanataka kuitisha tu maandamano kila siku, maandamano yasiyo mwisho, maandamano sio yasiyo nini. Labda leo mkutano huko, kesho mkutano huko, fujo, vurugu. Ile uhuru wa demokrasia? Hapana. Kama uhuru wa demokrasia, mbona Marekani hawa observe? Mbona Ulaya hawa observe? Wakimaliza chaguzi ni kimya, wanaendelea shughuli zao za maendeleo. Nchi inapewa nafasi, inafanya kazi zake, wanajijengea nchi zao. Hatujasikia vurugu za kila siku Marekani na huko Ulaya. Kama kutatokea maandamano, nimeshayaona kule. Kama kunatokea maandamano, ni constituency ndogo, wamekosa umeme jana na juzi, umeme umekuja na ni low voltage, wanaandamana mtaa huo, wanakwenda kwa huyo mwenye umeme huko, wanasema ya kwao, wanarudi peacefully. Sasa haya ya kwetu ya vurugu, piga magari, choma, Nazungumzia swala hilo la kisiasa kwa sababu kiongozi wa upinzani sasa hivi Freeman Mbowe amefikishwa mahakamani, amefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Wananchi, wafuasi wake wanasema mashtaka haya yamechochewa kisiasa. Mimi sidhani kama amechochewa kisiasa, kwa sababu ninavyojua Mbowe alifunguliwa kesi mwezi wa 9 mwaka jana. Mwezi wa 9 mwaka jana.
Kwa hiyo yeye pamoja na wengine, na kama ulivyosema mashtaka ni ugaidi na kuhujumu uchumi. Nadhani wenziwe kesi zao zimesikilizwa, wengine wameshapewa sentence zao wanatumikia. Yeye upelelezi ulikuwa haujesha, uchunguzi ulikuwa unaendelea. So amekwenda, amefanya, tumeingia kwenye uchaguzi, amemaliza uchaguzi. Nadhani sasa hivi polisi tu wamekamilisha uchunguzi wao, wamemhitaji waendelee na kazi yao. Lakini kwa sababu, na kama utakumbuka, Mbowe kipindi kirefu hakuwepo nchini, kwa Nairobi. Sasa kwa nini kakimbia sijui. Lakini alivyoingia tu nchini kaitisha maandamano ya katiba na madai ya katiba. Nadhani ni calculation, akijua kwamba ana kesi ya aina hiyo na hii vurugu ambayo ana instigate, akikamatwa aseme kwa sababu ya katiba, kwa sababu tumeitisha katiba. Nadhani, sina hakika, lakini kwa sababu jambo liko mahakamani sina uhuru wa kulizungumzia kwa sana. Nadhani tuache mahakama zioneshe ulimwengu kwamba alikuwa hizo shutuma walizomshutumu ni za kweli au si za kweli, mahakama itaamua. Na katika swala hilo la siasa hasa za upinzani, ulipoingia madarakani ulisema uko tayari kuzungumza nao, na hata Mbowe alikuwa anauliza lini utakutana naye, lini utakutana na viongozi wa upinzani. Nimesema nitakutana nao, lakini sikutaka kukutana nao wakiwa wamechambuka. Kama nilivyokueleza, watu wana vyama vyao vidogo vidogo, wana mabaraza yao. Kwa nilitaka kwanza wajiunde kwenye mabaraza yao. Na baraza la demokrasia nadhani la vyama vya siasa wamefanya uchaguzi wiki 2 zilizopita au wiki iliyopita, ndio wamejiunda vizuri. Kwa kama wameshajiunda vizuri na hizi kamati zao ndogo ndogo zimejiunda vizuri, basi tutatafuta tu siku tuitane, tukae tuzungumze. Kwa sababu hata mimi nataka kuzungumza nao, niwaambie mwelekeo wangu kwamba sasa tumemaliza uchaguzi, twendeni tukajenge nchi. Na kwenye kujenga nchi mimi sichagui. Nikimwona mpinzani amekaa vizuri ana mwelekeo, na mweka kwenye serikali yangu, twende tukajenge nchi. Kwa sababu hakuna pahali pamesema baada ya uchaguzi chama kilichoshinda peke yake ndio kitajenga nchi. Hapana, tumesema Watanzania tutajenga nchi. So Mtanzania yoyote mwenye ideology yoyote ya kisiasa, kama ni mzuri, anaweza kudeliver na kuleta yale ambayo wananchi wanataka, mimi namtumia tu, na muingiza kwenye system zangu, twende namtumia. Kwa hiyo nataka waje tukae tuone tunakwendaje na hili. Tunakwendaje na hili. Kwa hiyo wakati ukifika hivi karibuni. Wakati ukifika nitawatafuta tu. Nitawaambia karibuni.